Wananchi na baadhi ya wanaharakati wa kisiasa wameendelea kuomba kwamba hili swala ambalo limekuwa likiendelea kwa Askofu Gwajima dhidi ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, basi inabidi mwamba kiwalisia, yani kimlambe, yani kama ni uteuzi uweze kufanyika na mwamba aweze kushushwa katika ngazi ya chini, kwa sababu linaloendelea mpaka sasa ni Askofu Gwajima kutafuta engo ya peke yake, na ni akili ambayo huwezi ukaitafakari kwa haraka sana, lakini ukikaa na kutulia utaamini kwamba Askofu Gwajima kwa sasa anatengeneza attention Tanzania nzima, ili mradi apate ukubwa wa ushawishi na uaminifu, ili mradi kesho na kesho kutwa ikatokea anataka kugombea labda katika kiti fulani, inakuwa ni rais. Elewa, fahamu kabisa kama tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi, na hiyo imekuwa ni miondoko ya baadhi ya wanasiasa kutaka kutengeneza attention na kuonekana kwamba wao ni wema na ni watu ambao wanaweza wakafanya pia makubwa katika taifa la Tanzania. Na huwezi kujiuliza ni kwa nini Askofu Gwajima hili swala amekuja nalo hivi karibuni, ambacho tunakaribia kuingia kwenye kipindi cha uchaguzi. Nitakuuliza swali tu kama ni moja mtu ambaye uko nasi sambamba, ni kwa nini haya masuala ya utekaji sio kama yameanza leo wala jana? Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao walishapotea tokea enzi na enzi, walishafanya vitendo vya ovu tokea marais na marais, lakini kwa nini Askofu Gwajima hakuwahi kufanya hivyo na hakuwahi kuzungumza hivyo? Ni kwa nini iwe tu kwenye kipindi cha Rais Samia Suluhu Hassan? Hapo pia kuna kitu cha kuweza kuzungumza na kuanza kutafakari, kwa sababu ni mambo ambayo yamekuwa yakitengenezwa kwa lengo la kutaka ule uchu wa madaraka na kutaka pia kiti fulani, ili mradi anaamini kabisa kwamba Watanzania watakuwa wako makini, kwa sababu kwanza ni kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo watu wengi wako attention sana kusikiliza mambo ya kisiasa, kwa hiyo ni lazima watakuwa wako naye sambamba. Kwa hiyo ikatokea Askofu Gwajima anataka kugombea katika nafasi ama nyadhifa kubwa, itakuwa kwake ni rais, kwa sababu anaamini kwanza ana ushawishi kwa Watanzania. Ndio swala ambalo kwa sasa Askofu Gwajima anataka kuliweza na kuweza kulifanikisha. Kwa hiyo Watanzania tusianze kwanza kulishwa pia sumu ya kwanza kumchukia kiongozi fulani kwa sababu ya anayoendelea hapa nchini. Iweze kufahamika pia, inaweza isiyo serikali ama vyombo vya dola ambao vinahusika na utekaji, ni lazima kwanza waweze kufahamu kwamba huaga kuna makundi ya waasi, kuna makundi ambayo huwa yapo na yenye nguvu, na ni makundi ambayo kiwalisia yamekuwa na dola yao binafsi ambayo yana uwezo wa kufanya matukio kama hayo. Yani inaweza siyo kiongozi, mtu tu mwenye pesa zake na mtu ambaye anaamini kabisa kama yeye anajiweza, ana uwezo wa kutengeneza kundi la waasi ambalo lina uwezo wa kuteketeza watu na kuteka, na mwisho siku kuweza kutia doa na kuichafua serikali. Hayo yote yanawezekana. Kwa hiyo tusianze kwanza kuhukumu na kwanza kutafakari zaidi na kuingia katika chuki na Rais Samia Suluhu Hassan. Cha msingi tukutane kwenye comment, nafikiri ni sehemu pekee ya kuweza kutoa maoni yako.